Mtumishi Malekesa tena kwa wakati mwingine. Nasema asante kwa kukutana na wewe tena kwa siku ya leo. Na shukuru Mungu kwa sababu ametuwezesha tuweze kuzungumza mimi na wewe kwa siku ya leo. Ni kwamba ninatoa fursa hii kwa kuzungumza na wewe mtumishi wa Mungu au mtu wa Mungu ambaye ananisikiliza. Na Mkristo anayejielewa ni Mkristo ambaye anasimamia kusudi la Mungu. Hauwezi kusimamia kusudi la Mungu usipojielewa kiundani zaidi wewe ni nani. Kitu cha kuzingatia katika dunia au katika ulimwengu kitu kimoja tu. Zingatia kwamba uweze kumfurahisha Mungu na uweze kuelewa kile ambacho Mungu anahitaji ukifanye kwa wakati. Kuna mtu anasema kwamba mimi nitamtumikia Mungu siku nikiwa mzee. Ni jambo ambalo haliwezekani. Kwa sababu gani? Unakuwa na shikilia kitu ambacho hakistahili. Kwa sababu umeshika kitu ambacho hakistahili, basi Mungu hatakuwa pamoja na wewe. Lakini ukiamua ukisema kwamba mimi kuanzia leo nitaamua kufanya kazi ya Mungu, basi utaifanya kwa moyo safi na kwa hiari yako mwenyewe. Kwa hiyo tunakuja kuangalia hapa chini ya juu, kitu ambacho tutaangalia katika maisha yako yote ni kumpendeza Mungu kuliko kumpendeza mwanadamu. Na katika maisha yetu tunaishi kwa kumpendeza Mungu, sio kwa kumpendeza mwanadamu. Anahitaji mimi nifanye kitu gani, au nikiokoka nikianza kazi ya Mungu watu wa kimataifa watanionaje, wataona mimi sina akili au nimekosa kazi ya kufanya. Kitu ambacho naweza nikakwambia ni kwamba kuna vitu ambavyo vilifanyika kipindi ambacho Yesu alikuja kukomboa ulimwengu. Aliteswa sana na akadharauliwa na akashikiliwa kawaida, ni kwa sababu mimi na wewe tupate wokovu, tupate kuokolewa. Kwa hiyo itakuwa ni ole kwako usiposimama thabiti kufanya kazi ya Mungu kama inavyotakiwa kuwa. Kwa sababu gani? Imagine sasa hivi Yesu alisema kwamba mtu yote atakayemwamini watu wa kimataifa watamuuzi. Kwa hiyo inatubidi sisi tuweze kusimama imara kutoa neno la Mungu ili kwamba tuweze kukomboa wakati, kwa sababu tusipokomboa wakati hakuna mtu ambaye atasimama kuja kukomboa wakati. Kwa watumishi wa Mungu ambao wanajitosa na kujitoa katika kumtumikia Mungu, waweze kujitoa katika roho na kweli, na waweze kumaanisha kila ambacho wanakifanya kila itwapo leo. Kwa sababu ukimaanisha, basi Mungu atakuja kukulipa kile ambacho ulikifanya pa chini ya jua. Kwa sababu anasema katika kitabu cha Ufunuo, tazama naja upesi na ujira wangu uko mikononi mwangu, kulipa kila mtu sawa sawa na kazi yake. Kwa hiyo utakuja kulipwa sawa sawa na kila kitu ambacho ulikuwa nikifanya pa chini ya jua. Asante kwa sababu mmepata kunisikiliza, na Mungu aweze kuwa pamoja nawe kwa utukufu wake. Amen.